Habari za muda huu, karibuni sana wajasiriamali pamoja na wapambanaji wenzetu katika channel yetu ya Farm TZ kuja kujipatia elimu mbalimbali zinazohusiana na ufugaji wa sungura kisasa zaidi na kibiashara. Na kwa siku ya leo nimeandaa somo la upatikanaji wa masoko kwa ujumla katika ufugaji wa sungura. Manake katika ufugaji wetu wa sungura, masoko yanaonekana kuwa changamoto zaidi, haswa zaidi kwa wafugaji wale wa chini kabisa ambao tunafuga sungura wachache. Na hii kutokana na gharama kubwa ya sungura pamoja na bidhaa zake anazozalisha. Sasa leo kama wewe ni mfugaji, baki na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uje kugundua wapi machimbo ya masoko ya sungura pamoja na bidhaa zake yanapopatikana, na nitakuelekezeni namna moja mpaka namna ya mwisho, ili mradi na wewe kama ni mfugaji wa sungura upate kuingia katika hayo machimbo na upige biashara kama kawaida. Kwa mimi binafsi nina namna 4 ambazo namna hizi zinasaidia sana wafugaji. Tunaanza na mbinu ya kwanza. Mbinu hii inaweza ikamsaidia mfugaji au mjasiriamali akapata soko kwa urahisi zaidi. Mbinu hii mimi niliamua kuita chaka tu chaka kwa sababu kutokana na mambo nilokuwa naifanyia. Hii chaka tu chaka yani inamaanisha wewe mwenyewe mfugaji utatoka nyumbani na kwenda kutafuta masoko mtaani. Na hii utatafuta masoko ya design mbili. Kuna soko la kwanza utatafuta kwa wauza chips au wale wauza kefu. Unaenda moja kwa moja unaongea nao, manake wale watakuwa wa kwanza kuanza kukusambazia bidhaa zako na ukapata masoko ya nyama kwa urahisi zaidi. Lakini mbinu hii tuangalie kwa mjasiriamali, usianze kutanguliza sana pesa. Anza kutanguliza namna gani utaongeza masoko yako. Kwa hiyo usidili sana na pesa. Punguza kidogo kiwango cha gharama, halafu baadaye unapozidi kuzoeleka na wao wanazidi kutangaza, na wewe ndio utazidi kupandisha bei ya sungura wako kwa ujumla. Mbinu hii itakusaidia sana. Na mbinu ya pili, mbinu nyingine pia inaweza kukusaidia. Unaweza pia ukatoka ukaenda kwa wale ambao wanajishughulisha na kilimo cha mboga mboga. Ukifika kwao utapiga nao story vizuri na utawaelekeza matumizi sahihi ya mkojo wa sungura, na ikiwezekana wape kwa free. Wape yani lita kadhaa za mkojo wa sungura na wao waanze kuzifanyia kazi. Wakianza kuona matokeo yake, na wewe baadaye ndio utaanza kuuza na utaanza kupata soko kwa urahisi zaidi. Mbinu nyingine ya pili ya kuanza kutumia hii ni kwenda mwenyewe direct katika matamasha mbalimbali. Katika matamasha ya kiserikali yale, labda Mwenge, mbio za Mwenge, mashirika tofauti tofauti yakiwa yanafanya vikao vyao, nenda moja kwa moja, nenda kajinadi kama namna hii. Ni mbinu ambayo ina matokeo makubwa sana na ya haraka zaidi. Kama hii. Mkojo wa sungura. Mkojo wa sungura huu unafanya kazi ya kuua na kufukuza wadudu katika mimea yetu, yani ni wadudu waharibifu, ila pia unafanya kazi ya kurudisha ardhi ambayo imeshaharibika kutokana na kemikali. Ila pia mkojo wa sungura huu una kiambata ambacho kinaitwa NPK. Nadhani kwa wale wote ambao ni wakulima wanafahamu zaidi. Na kwa sasa hivi nimekuja kutoa sample, ipo hapa, na kwa mkulima yoyote ambaye atakuwa anahitaji akafanyia majaribio ya hii mbolea anaweza akanitafuta kwa namba yangu ya simu 06 23 19 12 38 ili aende akaijaribie aone matokeo yake. Ila pia anapatikana katika mitandao ya kijamii kama YouTube kwa jina la Farm TZ. Kule unaweza ukapata elimu yote ya ufugaji wa sungura kisasa na ukapata elimu kuhusiana na huu mkojo wa sungura. Asanteni sana. Mpaka 2020. Ila kwa sasa hivi mimi nipo kwa ajili ya kutoa elimu kwa wakulima wote ili wapate kujua faida ya mkojo wa sungura na
na tunaisambaza kwa lita moja kwa shilingi 5,000 tu. Ila nimeandaa lita 80 kwa ajili ya washirika wote ambaye atakayehitaji atanitafuta kwa namba hiyo na nitampatia hapa mbolea ili aende akaifanyie kwanza. Hiyo ni bure kabisa. Njia hii pia inakusaidia kwa haraka zaidi kama wewe ni mkulima wa sungura, kwa sababu pale kunakuwa na watu mbalimbali, watu wengi. Kwa hiyo utajikuta ukitoa mawasiliano yako, kuna watu watakutafuta kwenye vyombo vya kwenye chaneli zako, mbona mitandao ya kijamii. Kuna watu ambao wengine watakupigia simu hapo hapo, wanataka kuelewa zaidi jinsi ya ufugaji. Kwa hiyo itakupelekea na wewe ukapata kufahamika kwa wepesi zaidi, na ukaanza kufungua masoko yako, ukapata masoko ya kutosha katika uuzaji wa mbolea pamoja na hapo utatoa bure kabisa. Niwakumbushe wafugaji na wakulima wa sungura, sio kila kitu unachokitoa bure ni hasara, hapana. Njia nyingine pia, njia hii ya tatu, unaweza ukawatafuta viongozi mbalimbali wa taasisi mbalimbali. Kama vile unaweza ukaenda kukutana na watu wa maendeleo ya jamii ambao wanahusiana sana na masuala ya jamii zetu. Ila pia unaweza ukatafuta wale mabwana shamba, unaweza ukaenda paka kwenye yako, kwenye shamba lako, wakaona jinsi gani unavyofanya na ukaelekeza jinsi ya matumizi. Na maana yake wale mabwana shamba wana connection kubwa sana kwa wakulima mbalimbali, unaona. Kwa hiyo itakusaidia hata wewe pia mfugaji ukaanza kupata connection za uhakika na ukafanya vizuri katika mifugo yako. Kwa hiyo hii ni njia nzuri na bora ambayo hata sisi tunaitumia. Njia nzuri, na usichoke kuitumia hii njia, fanya kwa vyovyote unavyoweza, utafanikiwa. Kwa jina naitwa Robinson Beda na Kupoka, ni afisa kilimo Runali, nipo makao makuu na Chingwea. Leo nimepata fursa ya kutembelea kwa Fadhili ambaye anajishughulisha na ufugaji wa sungura, kujionea namna gani ambavyo anagema mkojo ambao unatumika kwenye matumizi mbalimbali ya kilimo. Kwa hiyo nahamasisha serikali pia inavyoona vitu kama hivi iwasaidie au kuinua wajasiriamali wadogo ambao wanajitahidi kwa namna moja au nyingine kupiga hatua kwenye sekta hii ya ufugaji. Kwa hiyo tupo hapa tunaona kabisa kuna sungura, hapo sungura kama 50 na kitu. Kwa hiyo ameanza vizuri. Kwa hiyo serikali inapoona vitu kama hivi, ningeomba iunge mkono jitihada za hawa vijana ambao wanaamua kujitoa kwa namna moja kama nyingine. Asanteni sana. Sungura nilikuwa naona tu kwenye YouTube, lakini leo nimefanikiwa kufika kabisa, nimejifunza vitu vingi sana, na nahamasisha kama na wewe pia unaweza kupata muda ukaja kujionea kwa macho vile ambavyo vijana wetu wanaamua kupambana. Mbinu hii ni mbinu nyingine ya mwisho kabisa ambayo unaweza ukaitumia kama wewe mfugaji wa sungura, ili mradi upate soko la uhakika na la kutosha. Unaweza ukaanza kufanya mawasiliano mbalimbali kwa baadhi ya makampuni mbalimbali ambayo yanahusika na ununuzi wa sungura, ingawaje yale makampuni yanakuwa unaingia nayo mikataba. Kisha ingia nayo mikataba, maana yake wewe utakuwa unafanya kazi kubwa ya kuzalisha sungura na wao ndio watakuwa soko lako. Na katika upande huu kuna makampuni mbalimbali, kuna kampuni kama ya Sahole na mengine mengi sana. Kwa hiyo unaweza ukafanya yoyote, na nichukue nafasi hii pia kuwashawishi pia hata hizi baadhi za kampuni zipate kidogo kutufikiria na sisi wafugaji ambao ni wa nje wa mkataba wa kampuni, ambao sisi tumeanza kufuga wenyewe na tunahitaji pia soko. Na wao pia tunaweza, kama kuna mikataba ambayo wanaweza katupatia ili mradi kutengeneza soko la uhakika katika biashara hizi kampuni kama vile Sahole. Tunaomba mtusaidie sana kwa sisi wafugaji ambao tuko nje ya mkataba yenu, ili mtufikirie kwa namna gani pia mnaweza mkanunua bidhaa katika mashamba yetu. Kwa hiyo itakuwa vizuri na mtalikuza zaidi soko la sungura, na mtatufanya wafugaji tuwe na moyo mkubwa sana katika ufugaji wa sungura. Asanteni, na kama wale hamjasubscribe, tunaomba support yako kwa kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Asante sana na karibu sana katika channel yetu ya Farm TZ. Mmoja akafa siku ile ya kwanza karibu, na mwingine akaja pia kafa pia siku ya 3 yake ile, nadhani kipindi kile bado hajapata nguvu kabisa hata za kuona.
naona katika harakati za mama yao kuingia bandani kwa kanyaga hivi. Kitu namshukuru Mungu anaendelea vizuri, na sasa hivi wamebaki 5. Sasa hivi wana